katika swala zima la malisho. Kwanza, ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo mliipigia kura nyingi sana za kishindo imetuelekeza sisi Wizara ya Mifugo na Uvuvi kutenga maeneo ya malisho nchi nzima kutoka hekta milioni 3.4 zilizokuwepo kwenda mpaka hekta milioni 6 ifikapo mwaka 2030. Na maana yake ni kwamba tayari tunatakiwa tushirikiane na wizara yetu ya ardhi kupitia halmashauri zetu ili kuongeza maeneo ya malisho. Na kwa bahati mbaya sana sisi watu wa Tabora, kwa takwimu zilizopo ni kwamba zaidi ya 65% ya eneo la ardhi katika mkoa wa Tabora ni eneo la hifadhi. Kama sio hifadhi ya misitu, basi hifadhi za taifa. Na maana yake ni kwamba eneo lililobaki kwa ajili ya matumizi ya binadamu ni eneo dogo ambalo tunatakiwa tutumie kwa shughuli zetu zote, shughuli za kilimo, shughuli za mifugo, shughuli za kibinadamu, zote ndani ya eneo hili dogo. Kwa hiyo tunahitaji kuongeza maeneo yetu, na hatua hizo tayari sisi kama wizara tumeanza kuzichukua. Lakini pia ili kuhakikisha mfugaji anafuga kwa tija, na eneo dogo lililopo anapata manufaa makubwa zaidi, sisi kama wizara tayari tumekushafanya tafiti mbalimbali na tumekuja na mbegu bora za malisho ambazo wafugaji wetu wanaweza kuzilima katika maeneo madogo na wakapata manufaa makubwa. Tunazo mbegu aina mbalimbali ambazo zinaweza kulimwa katika maeneo mbalimbali ya nchi kulingana na jiografia na ekolojia ya eneo husika. Tuna mbegu ambazo zinaweza zikalimwa ndani ya eka moja tu, mkulima akapata tani kuanzia 80 mpaka 100. Ndugu zangu, teknolojia hii mpya lakini ya gharama nafuu sana, na Mheshimiwa Rais amekwisha tuelekeza. Hapo mwanzo sisi kama wizara tulikuwa tunauza mbegu hizi kwa kilo mbegu shilingi 4,000, lakini ameelekeza ili ziwafikie wafugaji kwa haraka na kwa gharama nafuu, mbegu hizo tuanze kuziuza kwa shilingi 1,000 tu kwa kilo. Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini ndugu zangu, mkulima yule au mfugaji ametupa hesabu zake, kwa heka moja amelima kwa shilingi 140,000, tukasema basi tuongeze hiyo hata 200,000, lakini amevuna mwaka mzima mavuno ambayo yanamsaidia kutunza mifugo wake wote. Na mimi nawapa rai wafugaji wenzangu, tuanze kutumia eneo letu dogo kwa ajili ya ufugaji wenye tija zaidi. Mbegu hizi zinapatikana, sio hadithi. Na mfugaji yule mimi nilimchukua nikamwambia, sasa ili nisizungumze mimi, twende kazungumze wewe. Na uzuri, wakati tunatembelea shamba lake tulikuwa na viongozi mbalimbali, lakini na wafugaji katika wilaya ile ya Bariadi, maana yake wamejionea. Na ndugu zangu, mbegu hizi zinapatikana muda na wakati wowote. Tunaendelea kutengeneza minyororo ya usambazaji wa mbegu hizi ili ziweze kuwafikia wafugaji, na mvua hii ambayo inanyesha tuendelee kuitumia pia kukuza malisho hayo, kwa sababu ndugu zangu, tunakoelekea tunayo changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Hii sio changamoto ya Tanzania, ni changamoto ya kidunia. Maana yake changamoto ya ukame tutaendelea kuwa nayo kwa wakati kidogo. Wazee wangu, mnajua kwamba hali ya hewa ilivyo siku hizi si kama ilivyokuwa zamani. Kuna mabadiliko makubwa, maana yake ni lazima na sisi tufanye mabadiliko tuendane na mabadiliko haya ya hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na kuanza kutengeneza malisho yetu wenyewe. Kwanza tuwapunguzie ng'ombe wetu kwenda mwendo mrefu, lakini hata sisi wafugaji tupunguze kwenda mwendo mrefu. Tunakondesha ng'ombe zetu, nyama inakuwa ngumu na hivyo inapunguza ubora. Kwa hiyo ndugu zangu, elimu hiyo tuipokee, na mimi nimeambatana hapa na mkurugenzi wetu wa malisho. Nitampa nafasi na yeye mwishoni atuelezee vizuri zaidi namna gani mbegu hizi zinapatikana ili ziweze kuwafikia wafugaji katika sehemu yetu ya Ndala. Samia oye! Kwa majina naitwa Simon John Butiri. Tunaishi sisi ni wafugaji na ni wakulima. Tunaendelea kujibana kwenye upande wa ufugaji na yani sehemu ya kilimo ndio sehemu ya kuchungia. Kwa hiyo sisi ombi letu kwenye wilaya yetu wangetenga eneo ambalo linaweza likatuwezesha angalau. Inatuasili pakubwa sana, kwa sababu malisho yakiisha ng'ombe wanakosa malisho. Unajikuta ulime kwenye eneo lako, alafu na kufuga ulishe umo kwenye eneo lako, alafu unajikuta sasa una eneo dogo. Ukienda la jirani
anakukatalia au anakukamata. Umeona? Kwa hiyo tukiongezewa eneo la kwa mfano la kuchungia itakuwa vizuri sana.